2025 kesi ya jinai dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Mungwai Antipas Lissu ilikuwa mbele ya majaji watatu, Jaji Ndunguru, Kalema na Kiwonde, na siku ya leo serikali ilikuwa inatakiwa ilete shahidi wake watatu. Shahidi huyo inaonekana kwamba ni shahidi wa kificho ambaye katika ulinzi. Mara tu baada ya huyo serikali kusema kwamba au jamhuri kusema inataka huyo shahidi atoe ushahidi wake katika kizimba, mwenyekiti wa chama chetu Tundu Antipas Lissu aliwasilisha pingamizi akipinga kwamba huyo shahidi na mashahidi wote wale ambao wanadaiwa kwamba wamepata kinga ya mahakama wasiweze kuonekana, kwamba hana sifa hiyo, hajawahi kupata kinga hiyo ya mahakama, kwa sababu ile amri ya Jaji Mtembwa haikutoa zuio kwamba au haikutoa kinga kwamba huyo mtu afichwe katika kizimba maalum. Katika maombi yao serikali ambao waliwasilisha tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, wao waliomba kwamba majina yao na utambulisho wao ndio ambao ufichwe, lakini sio kwamba wafichwe katika kizimba maalum ambacho kimejengwa. Na sheria iko wazi, ile kanuni ambazo zimetungwa mwaka huu mwezi wa 7 zinasema kwamba inabidi mtu anayetaka kutoa ushahidi kwa kificho, hicho kizimba chake maalum lazima kiwe sawa, kinamwonyesha kwamba asionekane kwa upande wa watu ambao wako mahakamani, lakini aonekane kwa jaji na au hakimu ambaye anasikiza kesi. Sasa kizimba ambacho kimejengwa hapo mahakamani, hata majaji hawezi kumuona huyo shahidi. Kwa hiyo ni kwamba inakuwa ni mtu hata una uhakika nini kinaendelea. Msingi mkubwa wa jaji kumuona shahidi au mtu anayetoa ushahidi kwa kificho ni kwamba wao waweze kujua ni nani na waweze kuhakikisha kwamba jeje anapokaa pale mahakamani kuaminika kwake kunakuwa kukoje. Kwa hiyo Lissu ameweza kupitisha mahakama katika sheria mbalimbali na jinsi ambavyo zile kanuni zimekiukwa, na msingi mkubwa wa zile kanuni bado, licha kwamba mtu wa shahidi anakuwa amefichwa, lazima ile haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu au usawa mbele ya sheria izingatiwe, na kwamba haki ionekane inatendeka. Sasa kama shahidi anafichwa, hata jaji amuoni na amjui ni nani, unaweza kupata mashahidi wa kubambikiza au wengine wa mchongo ambao wanaweza kuingiza katika kivuli kile. Kwa hiyo upande pekee ambao unamfahamu ndio ilikuwa ni hoja ya mwenyekiti. Upande pekee ambao katika kesi ambao unamfahamu shahidi huyo ni upande wa mashtaka. Jaji amfahamu na mshtakiwa hata mfahamu. Kwa hiyo ikawa ni hizo hoja, na amepitisha mahakama katika hoja mbalimbali za kuonyesha jinsi gani kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa imesiginwa, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A na ibara ya 107 A kubwa ibara ndogo ya pili, ambayo zote zinakazania kwamba msingi wa kusikilizwa kwa ukamilifu. Na akazungumzia vile vile kwamba hata hii sheria basi, hii sheria ambayo inadaiwa kwamba ndio ambayo inatoa haki ya kificho ambayo ilitungwa mwaka 2018, sheria hiyo haijawahi kuchapishwa katika gazeti maalum la serikali. Katika gazeti la serikali likitangaza kwamba sheria inaanza kufanya kazi lini. Hatari yake ni nini? Mwenyekiti ameeleza kwamba watu wengi wameguswa sana na hiyo sheria ambayo haijawahi kuchapishwa kwenye gazeti la serikali. Ameonyesha kwamba kuna utafiti umefanyika maktaba kuu ya Tanzania, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mbalimbali za serikali ambazo nyaraka zinatakiwa zipelekwe. Kuonekana kwamba hiyo sheria haijawahi kuchapishwa na hakuna kumbukumbu ya gazeti la kuchapishwa au siku lini kwamba hiyo sheria inaanza kufanya kazi, imeshawahi kuwasilishwa katika hizo taasisi. Ukienda kule mahakama maktaba kuu utapata, ukienda katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hautapata, ukija hapa mahakama kuu ya Tanzania hapa Dar es Salaam hapa hautaipata hiyo sheria, ile gazeti. Mwisho wa siku ni kwamba hii sheria ambayo imekuwa inatumika kinyume cha sheria inavyoagiza kwamba lazima sheria yenyewe itangaze lini itaanza kufanya kazi, au basi ionekane kwamba kuna sheria nyingine itaitangazia kwamba inatakiwa kufanya kazi na iwe imewasilishwa bungeni. Watafiti wanasheria wamekwenda bungeni, wameangalia kule bungeni zile answers zote zinaonyesha kwamba hakuna siku hata moja katika vile vikao 6 mfululizo ambavyo vya bunge kwa mwaka 2018 na 2019 ambayo sheria hiyo imeshawahi kuwasilishwa na ilivyo kwa nini kuonyesha kwamba serikali imetekeleza matakwa ya sheria ile ya utafsiri wa sheria ambayo inadai kwamba sheria ikichapishwa kupitia gazeti la serikali basi iwasilishwe bungeni. Hicho hakijafanyika. Sasa baada ya haya yote basi mawakili wa serikali wamesema kwamba wao wanahitaji muda mrefu wa kidogo kufanya utafiti kuta sehemu zote hizo ambazo mwenyekiti amezitaja, ina wao waweze kutoa majibu ya kutosheleza. Sasa kutokana na hivyo basi mahakama imesema kwamba imekubaliana na hoja ya serikali kwamba inahitaji muda wa kuweza kuwapatia muda mrefu
kidogo wao kufanya utafiti huo, lakini kikao hiki cha kesi leo ndio siku yake ya mwisho. Kwa hiyo sasa inabidi tena ipangwe kikao kingine cha kuweza kusikia kesi hii, ambacho ilikuwa ni rai ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba sio muda mrefu sana, kwa sababu mpaka leo ni siku yake 223 akiwa kule gerezani, na kama anavyosema yuko katika sehemu zile ambazo watu wamefanya nini, wamehukumiwa hukumu za kifo, kunyongwa. Kwa hiyo sasa ni hali hiyo ambayo imejitokeza. Kwa hiyo kesi hii imeahirishwa kwa muda, kwa kwanza serikali wafanye utafiti wao, lakini kubwa zaidi msajili wa Mahakama Kuu apange tarehe nyingine ya kesi itakapoendelea. Lakini tahadhari ambayo napenda kuifahamisha watu ni kwamba mwaka wa mahakama unafikia mwisho tarehe 15 mwezi wa 12 mwezi ujao, maana yake hiyo. Kwa hiyo basi ni kwamba tungetegemea kwamba itapangwa haraka zaidi katika muda uliobakia, kwamba kesi hii ndani ya mwezi mmoja basi iweze kupangwa na kesi iweze kuendelea, na mwisho wa siku tuweze kujua kama tuna sababu yote hii. Kama pingamizi na mwenyekiti likubalika ni kwamba kesi imekufa, kwa sababu wale mashahidi kama wakataliwa wale ambao hawana uficho, vingine itabidi wao mashahidi ambao watakuwa nini, hawana uficho, itabidi waonekane mbele ya mahakama. Sasa sijui kama serikali watakuwa tayari kuendelea na kesi ambayo hali yao itakuwa ni tete. Asanteni sana. Kama mlivyosikia, kesi imeahirishwa, na upande wa kuahirishwa kesi na mambo ya kitaalamu ya kesi atazungumza Dr. Nshara, mwanasheria mkuu wa chama. Lakini kwa upande wetu ni kwamba tunaiomba mahakama hiyo kesi kwa sababu imeahirishwa irudi kwa haraka ili iweze kuendelea na isikilizwe ifike mwisho, kwa sababu mwenyekiti wetu yuko ndani. Leo ni siku ya 225, zaidi ya miezi 7 kwa kesi ambayo bado tunaendelea kusisitiza kwamba ni ya uongo, ya kutunga, kesi za kuumiza watu kisiasa, kwa sababu tunaoshindana nao hawana uwezo wa kushindana kisiasa, hawana hoja, wana uwezo tu wa kutumia vyombo vya dola, kutumia bunduki, kutumia mahakama na polisi kujibu hoja za kisiasa ambazo sisi tuko amdi na maneno, wao wako amdi na silaha na mambo kama hayo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, chama chetu kimetoa mawakili nchi nzima kwa watu wote ambao wamekamatwa, ambao wanaendelea na cases mahara pote kwenye kesi hizi za uongo, za kutunga, za uhaini. Kwa hiyo tunataka Watanzania waelewe kwamba chama chetu kitahakikisha wanapata uwakilishi kwa nchi nzima, na katika hili tunapenda kuwashukuru sana Tanganyika Law Society. Wamefanya kazi ambayo kwa kweli inapaswa kufanywa na Law Society ya nchi nyingine yoyote. Kazi yao ni kutetea watu, na nataka nimshukuru kipekee rais wa chama cha mawakili wa Tanzania na mawakili wote wanaojitolea kuwapigania Watanzania nchi nzima. Legal and Human Rights Center wamefanya kazi kubwa, tuna appreciate, tunatambua. Kwa hiyo ni uwakilishi ambao utafanywa pamoja. Tanganyika Law Society wanatoa watu, Legal and Human Rights Center wanatoa, na sisi Chadema kwa nchi nzima mawakili wetu watakuwepo kutetea Watanzania wengine wote ambao wanabambikiwa kesi. Kwa hiyo mkurugenzi wetu wa sheria na mwanasheria mkuu wetu wa chama wataeleza into details namna ya kushughulikia hayo mambo. UN wamezungumza kuhusu uchunguzi wa mambo mabaya, atrocities yaliyotokea Tanzania. Sharperville massacre, waliuawa watu 164 kule Afrika Kusini. Hapo wameuawa watu wengi zaidi. UN wamezungumza na wametaka uchunguzi ufanyike. Tunatambua na tunalikaribisha hilo, na tunawaomba uchunguzi usifanywe na vyombo vya dola vya Tanzania ambavyo vinatuhumiwa kufanya matukio hayo. Tunataka uchunguzi independent wa kimataifa kama uliofanyika mwaka 2007 kule Kenya. Na nataka niseme hili, maisha ya mtu kwetu sisi watu wa Chadema ni kitu kikubwa kuliko jambo lolote katika dunia hii.
Kwa hiyo hili jambo la watu wetu waliouawa, Watanzania waliouawa, hata nani ajidanganye, halitafichwa chini ya uvungu, haitakubalika. Hata mawe yatazungumza. Kwa hiyo tunataka vyombo vya kimataifa vifanye uchunguzi wa ni nini kilichotokea, watu wangapi wameuawa, watu wangapi wamepotea mpaka sasa. Wapi ndugu zao hawapo, wako wapi? Kwa nini wengine hawajaruhusiwa kuchukua mili ya ndugu zao wakazike? Kwa nini wanazuiliwa? Nini kinachofichwa? Haya mambo yote tunataka yawe wazi. Kwa wale ambao hawajui historia ya Tanganyika na Tanzania, sisi historia yetu ni watu ambao tumepinga dhuluma dhidi ya binadamu. Serikali yetu ya wakati huo ya Mwalimu Nyerere iliwakaribisha wakina Mandela hapa na Umkhonto wa Sizwe kupinga makaburu waliokuwa wanaua watu weusi, wanateka watu, wanabagua watu. Tulikaribisha watu wa Angola, Namibia na Zimbabwe, waliweka vituo hapa kupigania watu wengine. Tunapenda kuwashukuru watu ambao wanakaribisha Watanzania waliokimbia, kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo imekuwa mstari wa mbele kupigania haki za binadamu, na tunataka nchi nyingine zote zireciprocate ambacho Tanganyika iliwafanyia wakati ule. Afrika Kusini walireciprocate, kwa sababu serikali iliyokuwa inapingwa wakati ule ilikuwa serikali, lakini ilikuwa serikali ya minority ya makaburu. Ni serikali kama hii ambayo haijawekwa madarakani na wananchi. Kwa hiyo tunapoipinga na inaua watu, inateka watu, inapoteza watu wa Afrika Kusini na wengine wote majirani zetu ambao Tanganyika ilihusika, Watanzania waliwapa hifadhi hapa, wawahifadhi wa Tanzania na watoe sauti kwa kutumia vyombo vyao vya habari, sababu tunajua hali ya vyombo vya habari vya Tanganyika vya Tanzania kwa sasa. Walireciprocate hicho, na tunawashukuru ambao wanafanya hivyo. La mwisho kabisa, kama nilivyosema jana, tunaanza vikao vya kamati vya secretariat immediate na vikao vya kamati kuu ya chama immediately. Tutatangaza siku, tutajadili na tutaeleza kilichojiri na hatua tutakazochukua kama chama. Hakuna kurudi nyuma mpaka nchi itakapopata ukombozi kutoka kwenye minyororo ya watu wanaotaka kutufanya koloni lao. Nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Hatutakubali kuwa koloni la CCM wala la mtu yoyote kwa jina la kiongozi. Asanteni sana kwa kunisikia.